Katika dira ya dunia. Umoja wa Mataifa umesema janga kubwa la ukiukwaji wa haki za binadamu linajitokeza katika jimbo la Kordofan nchini Sudan. Uganda imekuwa nchi ya karibuni zaidi kuanza kuwarejesha nyumbani raia wake kutoka Afrika Kusini baada ya maandamano ya hivi karibuni yaliyowalenga wahamiaji wasio na nyaraka stahiki. Mahakama ya rufani nchini Tanzania inatarajiwa kutoa maamuzi baada ya kusikiliza ombi la Jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Itatoa uamuzi wake kuamua je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi. Kama ni sahihi itaishia tu hapo, lakini ikiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Na kwenye mjadala wetu leo hii tunaangazia mashindano ya kombe la dunia yanayoendelea, lakini kwa nini mataifa yanayowakilisha Afrika yanachechemea kwa mashindano haya? Nadhani pia inakuja wakati ambapo kuna uchovu na pia ni muda mchache baada ya yale mapumziko hydration break. Kwa hiyo pengine kwa njia moja au nyingine huenda ikawa imechangia na kusababisha ile kupoteza umakinifu kwa wachezaji. Viwanjani, timu nyingine tatu za Afrika kujitupa uwanjani leo usiku na Jurgen Klopp kuanza mazungumzo ya kuinoa Ujerumani. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Umoja wa Mataifa umesema janga jingine la haki za binadamu linaendelea kujitokeza katika jimbo la Kordofan kaskazini nchini Sudan, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea kuwa vya kikatili vikizidi kushamiri. Zaidi na Roncliffe Odits. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk ameonya kuhusu mwenendo wa ukatili unaofanyika katika maeneo yanayozunguka mji mkuu wa jimbo hilo uliozingirwa, El Obeid. Ameutaka ulimwengu kuchukua hatua. El Obeid imekuwa kitovu cha mapigano ya hivi karibuni kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF. Kamishna Volker Turk amekiambia kikao cha dharura cha Umoja wa Mataifa kwamba raia wa mji huo wamekabiliwa na hali zinazofanana na mzingiro kwa kipindi cha miezi 18 zikiambatana na uhaba mkubwa wa maji pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani. Rais wa Iran ametoa heshima zake kwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo aliyeuawa Ali Khamenei katika msikiti wa Grand Mosala mjini Tehran. Jeneza la Ayatollah limewekwa kwa ajili ya kutoa heshima pamoja na yale ya wanafamilia wake 4 akiwemo mjukuu wake wa kike mwenye umri mdogo waliouawa pamoja naye mwanzoni mwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwezi Februari. Mamilioni ya watu wakiwemo viongozi mbalimbali wa kigeni wanatarajiwa kuhudhuria hafla rasmi ya mazishi siku ya Jumamosi. Waziri Mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif anaongoza ujumbe wa ngazi ya juu kuhudhuria mazishi hayo. Siku kadhaa za hafla na shughuli za mazishi zimepangwa kufanyika katika miji mbalimbali nchini Iran na Iraq. Marekani imeondoa wanajeshi wengi iliyowapeleka nchini Nigeria kwa operesheni dhidi ya wanamgambo wa dola la Kiislamu ISIS katika eneo la Ziwa Chad. Mkuu wa kamandi ya Marekani barani Afrika, Jenerali Davin Anderson, amesema Washington itaendelea kuyaunga mkono majeshi ya Nigeria kupitia ushirikiano wa kubadilishana taarifa za kijasusi. Amesema operesheni hiyo ya pamoja ilivuruga shughuli za kundi hilo, ikiwemo kumuua kamanda mwandambizi wa ISIS mwezi Mei. Upelekaji wa wanajeshi hao ulifuatia mashambulizi ya anga yaliyoamriwa na Rais Trump siku ya Krismasi dhidi ya wanamgambo hao ambao aliwashtumu kwa kuwalenga Wakristo kaskazini mashariki mwa Nigeria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la polisi wa kimataifa Interpol limesema linamsaka mwanamke raia wa Ukraine anayeshukiwa kutega bomu lililowajeruhi watu 3 nchini Monaco siku ya Jumatatu. Zaidi na Isabella Mwagodi. Waendesha mashtaka wa Monaco wamemtambua kuwa ni Anastasia Berzovska mwenye umri wa miaka 39. Wanasema alikuwa amejificha kwa kujifanya mwanamume na lilipua kifaa hicho kwa kutumia remote kabla ya kuonekana kutorokea nchini Ujerumani. Walioumia wanaripotiwa kuwa ni oligarch wa Ukraine mwenye uhusiano na Urusi, mwenza wake na mwana wao. Kando na hayo, polisi wa Ujerumani katika jimbo la Hesse wamethibitisha kwamba kwa ombi la Monaco wamepekua nyumba hiyo iliyokuwa imekodishwa na mwanamke raia wa Ukraine mwenye umri wa miaka 39 pamoja na gari alilokuwa akilitumia. Watakabidhi ushahidi waliokamata kwa mamlaka ya Monaco.
Ufaransa imesema imerekodi vifo vya ziada zaidi ya 2,000 kutokana na wimbi kali la joto lililoshuhudiwa mwezi uliopita. Maafisa wa afya ya umma walisema idadi ya vifo iliongezeka kwa karibu theluthi moja ikilinganishwa na wiki iliyotangulia, hali iliyoashiria kilele cha viwango vya juu vya joto vilivyovunja rekodi. Ongezeko katika eneo la Paris lilikuwa karibu theluthi mbili. Waziri wa afya wa Ufaransa Stephanie Rist alisema kumekuwa na ongezeko kubwa la vifo miongoni mwa watu wenye umri wa zaidi ya miaka 45. Ubelgiji pia ilishuhudia vifo vingi kuliko kawaida, ambapo ongezeko hilo lilifikia karibu 40% katika kipindi cha wimbi lake la joto la siku 11 mwezi Juni. Na polisi katika mji wa Bengaluru kusini mwa India wamemkamata mfanyakazi wa kituo cha kulea watoto wadogo kwa madai ya kuwafanyia ukatili watoto wachanga katika kituo cha kulea watoto cha wafanyakazi wa kampuni ya teknolojia ya Ufaransa Capgemini. Kukamatwa huko kulifuatia kusambaa kwa video mtandaoni zinazodaiwa kuonyesha wafanyakazi wakiwatisha watoto waliokuwa wakilia kwa kuwafungia ndani ya vyoo na mashine za kufulia nguo, pamoja na kuwanyunyuzia maji kwa kutumia bomba la kusafishia baada ya kutumia choo. Polisi wamefungua kesi dhidi ya wafanyakazi 5 na wamesema huenda kukawa na watu wengine watakaokamatwa. Capgemini imesema inashirikiana na mamlaka husika na imefunga kwa muda kituo hicho cha kulea watoto kilichopo ndani ya kampuni hiyo. Hii ni BBC. Nam, taarifa ya habari imesomwa kwako na Victor Kenani. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanakujia kwako kupitia FM, vilevile redio shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupokea kupitia Radio 1, Radio Free Africa, CGFM, Abud FM, Classic FM, lakini uko Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya, County FM, Nyota FM, Mwanedu FM, Gulf Radio, Pamoja FM, Mama Most FM. Na uko Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida ama Voice of Busoga. Lakini kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi unaweza kututegea sikio kupitia Radio Muungano Beni au Lizadil Radio. Lakini msikilizaji, matangazo haya yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili, kwenye tovuti yetu BBC News Swahili, lakini vile kwenye YouTube yetu ya BBC News Swahili. Karibu. Leo hii uko na Phyllis Mwote, mwenzangu David Nkia atakuwa anakuletea mjadala wetu wa wiki hapo baadaye kidogo. Tunaanza na taarifa yetu hii kuu, ambapo Umoja wa Mataifa umesema kwamba janga kubwa la ukiukaji wa haki za binadamu linajitokeza katika jimbo la Kordofan nchini Sudan, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo vikizidi kuwa vya kikatili. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema kwamba mfululizo wa ukatili mkubwa unaotekelezwa katika maeneo yanayozunguka mji mkuu wa jimbo hilo El Obeid, na ametoa kwamba wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka zaidi. El Obeid imekuwa kitovu cha mapigano ya hivi karibuni kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF. Zaidi na Peter Mwangangi. This is not a drill. It is a red alert that needs to... Janga lingine la kibinadamu linaendelea kutanuka nchini Sudan katika eneo la mji uliozingirwa wa Al Obeid, kwa mujibu wa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu, huku akionya kuhusu ukatili mkubwa na kutoa wito kwa dunia kuchukua hatua. Al Obeid ni mji mkuu wa jimbo la kusini mwa Kordofan na umekuwa kitovu cha mapigano ya hivi karibuni katika vita kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya Rapid Support Forces RSF. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema kuwa raia wamekuwa wakiishi katika hali hii kwa miezi 18, huku wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani. Wakati wa kikao cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Volker Turk aliwaambia wajumbe kwamba ofisi yake imeandika na kuthibitisha mauaji ya idadi kubwa ya watu, mateso na ukatili wa kingono dhidi ya watu waliokimbia makazi yao. Turk ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba ukatili mkubwa uliotokea katika mji wa Al-Fashir, Darfur Kaskazini, hautokei tena. Kikao hicho kiliitishwa na Uingereza, ambayo awali kupitia mwakilishi wake ilionya kuwa hadi raia 500,000 walikuwa katika hatari ya kukumbwa na ukatili mkubwa, huku kikosi cha RSF kikidaiwa kukusanya wanajeshi waliozunguka mji wa Al Obeid, moja ya miji mikubwa nchini Sudan na eneo ambalo watu waliokimbia maeneo mengine ya vita wamekuwa wakitafuta hifadhi.
Kama ilivyo katika migogoro mingine, vita vya Sudan vimezidi kutawaliwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ambayo mara nyingi husababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia. Raia wapatao 45 wanaripotiwa kuuawa huku wengine 41 wakijeruhiwa katika mashambulizi 15 ya ndege zisizo na rubani katika eneo la Al Obeid kati ya tarehe 6 hadi tarehe 28 mwezi Juni, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu. Profesa Muhammadu Ka ni balozi wa Gambia na alikuwa na haya ya kusema. Gambia inaungana na mjadala huu wa dharura ikiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya haki za binadamu ndani ya maeneo yanayozunguka Al Obeid nchini Sudan. Tunaona mjadala huu kama fursa kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kusaidia kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya. Kipaumbele kinapaswa kuwa kulinda raia, kuzuia kuendelea kwa mauaji ya watu na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wahitaji kwa usalama na bila vikwazo. Kiini cha mjadala huu kinapaswa kuwa watu wa Sudan na ustawi wao. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameandika ripoti kuhusu madai ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa na pande zote mbili zinazozozana nchini Sudan. Kundi la RSF limeshutumiwa mara kwa mara kwa kufanya ukatili mkubwa na mashambulizi yenye misingi ya kikabila, hususan katika ngome ya Darfur, magharibi mwa Sudan. Noel White ni balozi wa Ireland wa Umoja wa Mataifa. Katika eneo la Obeid, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yanayozidi kuongezeka na yamesababisha vifo vya raia na kuharibu miundombinu muhimu, hali iliyochochea uhaba mkubwa wa huduma na mahitaji ya msingi. Msimu wa mvua unapoanza, mahitaji ya kibinadamu yanaongezeka, huku wahudumu wa misaada ya kibinadamu wakikabiliwa na mashambulizi yasiyokubalika. Hatari ya kutokea kwa ukatili mkubwa dhidi ya raia inaongezeka, huku takriban watu 500,000 wakiwa katika hatari kubwa. Kwa hiyo, ni lazima tuchukue hatua za haraka kushughulikia ongezeko la hatari ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na vitendo vya unyanyasaji vinavyoendelea ndani na maeneo yanayozunguka El Obeid. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan inayoungwa mkono na jeshi, Muhyiddin Salim Ahmed Ibrahim, aliliambia Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua kali kushindikiza na kusitisha upatikanaji wa silaha za kijeshi kwa kundi la RSF. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu katika mji wa Al-Fashir, watu wasiopungua 6,000 waliuawa katika kipindi cha siku 3 pekee baada ya RSF kuuteka mji huo uliokuwa umezingirwa, huku wakazi wakikumbwa na njaa mwishoni mwa mwezi Oktoba. Vita hivyo vilianza zaidi ya miaka 3 iliyopita na vimesababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu. Na serikali ya Uganda imewarejesha nyumbani jumla ya raia 273 kutoka Afrika Kusini. Hii ni kufuatia hofu inayoongezeka ya chuki dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Sasa mpango huo umegharamiwa na serikali na unakuja baada ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni kuagiza mamlaka husika kuwarejesha nyumbani raia wa Uganda wanaotaka kuondoka Afrika Kusini. Ripoti kamili na Shuaib Ibrahim. Kundi hilo liliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe nchini Uganda usiku wa kuamkia leo Ijumaa, likitumia ndege ya shirika la Uganda Airlines. Hii ni awamu ya kwanza ya raia wa Uganda kurejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini, na walilakiwa katika uwanja wa ndege na kaimu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Haruna Kassola, ambaye alisisitiza kuwa serikali inajitahidi kuwawezesha raia wanaotaka kuondoka Afrika Kusini kurejea nyumbani wakiwa salama. Serikali ya Uganda kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, idara ya kuwashughulikia raia wanaoishi ughaibuni na mashirika mengine husika imeweka mbinu za kuwasaidia kuanza maisha mapya hapa. Uchumi wa Uganda unakuwa na hamkufanya makosa yoyote mlipoamua kwenda nchini Afrika Kusini kutafuta fursa kubwa zaidi. Rais Yoweri Kaguta Museveni aliagiza kuwa gharama zote za shughuli hii zilipiwe kikamilifu na serikali ya Uganda. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, zaidi ya Waganda 700 wamejisajili kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini. Takwimu za ubalozi wa Uganda uliopo mjini Pretoria zinaashiria kwamba zaidi ya Waganda 90,000 wanaishi nchini Afrika Kusini. Baadhi ya Waganda waliorejeshwa nyumbani usiku wa kuamkia leo wamezungumzia hatua hiyo. I nearly lost my life. Nusra nipoteze maisha yangu. Niliamua kukimbilia mafichoni mjini Rustenburg, kaskazini magharibi mwa Afrika Kusini. Watoto wangu na mke wangu, raia wa Afrika Kusini, wamesalia huko.
Matukio hayo yametunyima fursa ya kujumuika tena na familia zetu. To be united with our families. Tumepitia katika hali mbaya, hali ya kuteswa, majumba mengi yameteketezwa moto, hatujasalia na chochote, lakini la muhimu tumesalia na uhai wetu. Hadi kufikia sasa, ubalozi wa Uganda nchini Afrika Kusini unasema zaidi ya watu 500 wameidhinishwa na mamlaka za Afrika Kusini kurejea nyumbani. Hatua hiyo inaashiria kuwa Uganda sasa imejiunga na mataifa mengine ya Afrika yakiwemo Ghana na Nigeria katika kuwarejesha kwa hiari raia wake wanaotaka kuondoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu ghasia za chuki dhidi ya raia wa kigeni. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Shukran Shuaib. Shirika la habari la IRNA huko Iran limeripoti kwamba shughuli za mazishi ya Ali Khamenei zimeanza leo mapema kuliko ilivyokuwa imetangazwa awali. Kwa mujibu wa shirika hilo, ingawa hapo awali walitangaza kuwa shughuli za aliyekuwa kiongozi wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran zingeanza Ijumaa jioni, shughuli za kutoa heshima kutoka kwa wageni wa kimataifa zilianza mapema leo Ijumaa. Mwili wa kiongozi huyo ambaye IRNA inamtaja kama kiongozi wa mapinduzi aliyefariki kishahidi pamoja na miili ya baadhi ya wanafamilia wake umewekwa mbele ya madhabahu katika msikiti wa Mosala wa Tehran. Zaidi na Victor Kenani. Maafisa wakuu wa jeshi la Iran walitoa heshima zao kwa kiongozi mkuu wa Iran aliyewawa Ayatollah Ali Khamenei siku ya Ijumaa, huku jeneza lake likiwa limewekwa kwa ajili ya kuagwa mjini Tehran kabla ya mazishi. Bismillahirrahmanirrahim. Iran inaandaa wiki ya mazishi makubwa kwa Khamenei aliyewawa mwezi Februari katika mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel mwanzoni mwa vita vya miezi minne, kama ishara ya kujitolea kwa umma kwa mfumo wa utawala wa kidini wa Jamhuri ya Kiislamu na ari yake ya kimapinduzi. Pakistan, ambayo ilikuwa mpatanishi muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran, imesema waziri mkuu wake Shehbaz Sharif atahudhuria hafla hiyo. China, Afghanistan na majirani wa Iran pia zimesema zitatuma wawakilishi. Khamenei, ambaye alikuwa kiongozi wa kiroho kwa washia wengi, aliuawa akiwa na umri wa miaka 86 katika mashambulizi yaliyolenga makazi yake katikati ya mji mkuu wa Iran. Mwili wake utawekwa kwa ajili ya kuagwa kwa siku 3 katika ukumbi mkubwa wa Grand Mosala ambao umepambwa kwa mabango yenye picha na nukuu za Khamenei. Miili ya ndugu zake waliouawa, akiwemo mjukuu wake wa miaka 3, pia itakuwepo. Mwili wa Khamenei ulitarajiwa kupelekwa Qom, Najaf na Kerbala, vituo vikuu vya washia nchini Iraq na Iran, kabla ya kuzikwa Alhamisi mjini Mashhad, ambako kuna eneo takatifu zaidi la hija nchini humo. Amir Hatami ni mkuu wa jeshi la Iran. Bila shaka kuwawa huku kwa kishujaa kumetutia nguvu zaidi. Leo kwa azma kubwa zaidi tunawaambia maadui wa taifa la Iran, Marekani na utawala wa Israel kwamba tutawawajibisha kwa damu ya kiongozi wetu aliyeuawa kishujaa na damu ya mashujaa wetu wote. Maafisa wanasema hafla hizo zinatarajiwa kuhudhuriwa na waombolezaji kati ya milioni 15 na milioni 20, jambo ambalo lingeifanya kuwa mazishi makubwa zaidi ya kitaifa katika historia ya nchi hiyo. Anga la Tehran litafungwa kwa sehemu kuanzia siku ya Ijumaa na litafungwa kabisa siku ya Jumatatu. Bado haijulikani iwapo mwana wa Khamenei na mrithi wake Mojtaba, ambaye hajaonekana hadharani tangu kabla ya kuwa kiongozi mkuu, atahudhuria hafla kuu ya mazishi mjini Tehran. Wawakilishi kutoka takriban nchi 30 wanatarajiwa kuhudhuria mazishi hayo, huku watu wakimiminika kutoka nchi jirani za Iraq, Afghanistan na Pakistan. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Nam, shukran Kenani. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba zaidi ya wagonjwa 200 wamepona ugonjwa wa Ebola. Waziri wa Afya Roger Kamba amesema kwamba mafanikio hayo yamechangiwa na kuimarishwa kwa ufuatiliaji wa wagonjwa pamoja na uwezo wa maabara kufanya vipimo katika maeneo yaliyoathirika, hususan katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini na ile ya Kusini. Wakati huo huo, majaribio ya kitabibu ya tiba 2 za majaribio dhidi ya virusi vya Ebola yanaendelea.
Zaidi na Isabela Mwagodi. Kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua kubwa imepigwa katika vita dhidi ya ugonjwa hatari wa Ebola. Mgonjwa wa kwanza amesajiliwa rasmi katika jaribio la kimatibabu la kukabiliana na mlipuko wa aina ya Ebola ya Bundibugyo. Jaribio hilo linatajwa kuwa la kihistoria, linalenga kutathmini ufanisi wa dawa mpya ili kuokoa maisha ya maelfu ya watu. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa jaribio hili ambalo linaweza kuchukua miezi kadhaa na kuhusisha zaidi ya wagonjwa 1,000 litafanyia tathmini kinga mwili ya majaribio inayojulikana kama MBP 134 kutoka kampuni ya MAP Biopharmaceutical. Dawa hii itajaribiwa kama matibabu ya kujitegemea na pia ikichanganywa na dawa ya virusi ya Remdesivir inayotengenezwa na kampuni ya Gilead Sciences. WHO inahakikisha kuwa kuna akiba ya kutosha ya dawa hizi na tayari wako kwenye mazungumzo na serikali ya Marekani na kampuni ya Gilead ili kuhakikisha wagonjwa wanapata dawa hizo hata baada ya majaribio, ikiwa zitathibitishwa kuwa salama na zenye ufanisi. Kampuni ya Gilead imechangia chupa 2,000 za Remdesivir kwa ajili ya jaribio hili. Akizungumzia mfumo uliowekwa kwa ajili ya uzinduzi wa majaribio haya ya kliniki, mkaguzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma nchini DRC, Mwamba Kazadi, ana haya ya kusema. Wakati wa mlipuko huu, tulilazimika pia kufanya utafiti kupata chembe maalum za dawa kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa hivyo, tumekuja kuona mfumo uliowekwa kwa kuzindua utafiti huu wa majaribio ya kliniki na kuamua ni dawa gani au ni chembe gani ya kemikali itakuwa yenye ufanisi zaidi na ambayo tutaweza kuitumia kutibu wagonjwa wetu wanaosumbuliwa na Ebola. Hali nchini DRC bado ni ya tahadhari, ambapo nchi hiyo imerekodi wastani wa visa vipya 38 vilivyothibitishwa kila siku katika wiki 2 zilizopita. Uwezo wa matibabu umepanuliwa hadi vitanda 650, kukiwa na mpango wa kuongeza vingine 300, ingawa karibu vitanda vyote vilivyopo sasa vimejaa, huku wahudumu wa afya wakiendelea kupambana na janga hili. Mkurugenzi wa maabara mjini Bunia, Placide Mbala, anaelezea matarajio yao katika kupata matokeo thabiti. Tunakadiria kuwa kiwango cha chini cha washiriki 500 kitatuhakikishia kupata matokeo yanayotarajiwa. Hii itatuwezesha kufanya uchambuzi wa kina ili kubaini ni matibabu gani yanafanya kazi vizuri zaidi, na kwa hivyo tutakuwa na vifaa na uwezo mzuri zaidi wa kutibu wagonjwa walioambukizwa na kujiandaa vyema kwa milipuko ya siku zijazo. Hata hivyo, mlipuko huu wa Ebola unakuja wakati DRC inakabiliwa na migogoro mingi kwa wakati mmoja. Akizungumza na BBC Focus on Africa, waziri wa mambo ya nje wa DRC Teresa Kaikwamba Wagner alisisitiza jinsi mlipuko huu ulivyo wa kipekee na changamoto zinazokabili nchi hiyo, hasa ukosefu wa chanjo na changamoto za kiuchumi. Well, of course, it's first of all taking a toll on... Ugonjwa huu unaathiri ari ya watu na jamii zetu. Mara nyingi jamii zinaathirika kwa sababu wale wanaotafuta riziki katika familia wako karantini au matibabuni. Hili ni eneo ambalo lina mawasiliano mengi na maeneo mengi ya nchi na kuna biashara kubwa ya bidhaa. Kwa hiyo kuweka vizuizi katika sehemu hii ya nchi kuna maanisha kuna athari kubwa kwa uchumi wa ndani na jamii. Kitaifa, jambo hili linaleta wasiwasi mkubwa kwa kila Mkongo. Waziri Wagner aliongeza kuwa mlipuko huu hauathiri tu afya, bali pia una pigo kubwa kiuchumi na kijamii, hasa katika jimbo la Ituri ambalo linatizamwa kwa wasiwasi mkubwa na Wakongo wote. Kuhusu majaribio ya dawa na vikwazo vya hofu au kusitasita ndani ya jamii, Waziri Wagner anasisitiza umuhimu wa kujenga mifumo thabiti ya afya kwa siku zijazo. Kupitia ushirikiano wa kikanda na kimataifa na kwa kuanza kwa majaribio haya kikliniki nchini DRC, kuna mwanga wa matumaini sio tu kwa Wakongo bali kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki katika kutokomeza janga la Ebola. Isabela Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Vilevile taarifa hiyo iliyowasilishwa na Isabela Mwagodi, ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili unaweza kuipata hapo. Lakini msikilizaji, napata fursa kidogo ya kutupia jicho ukurasa wetu wa Facebook na una wasikilizaji kadha wa kadha mmeacha ujumbe hapo. Isaya Sambo, mpenda amani, unasema kwa kuendelea kukosekana kwa amani na utulivu wa Sudan, itakuwa vigumu sana kuyafikia maendeleo ya kweli Afrika. Shukran kwa maoni yako haya. Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema
anasema naisikiliza vizuri sana BBC Swahili kupitia Radio 1 Stereo jioni hii ya leo. Tunakushukuru sana kwa kufuatilia matangazo haya ya BBC Swahili. Lakini Masanja Kuyanja Mwakuhenga anasema tuko pamoja sana kwenye matangazo ya Dira ya Dunia. Shukran. Julius Alfred wa Mwanza anasema Cape Verde na waombea, tandikeni Argentina goli 2. Bila shaka mbivu na mbichi tutajua hapo baadaye. Onesmo Meji anasema yuko Shinyanga, Kizumbi, Helengani. Mahakama itende haki bila upendeleo kesi ya Tundu Lissu. Lakini Ahmad Suvi anasema kwamba nasikiza matangazo haya ya BBC Swahili. Shukran sana. Wakati huu na mwalika Ive Buchana na habari za michezo. Karibu Ive. Leo usiku timu nyingine 3 za Afrika zinacheza mechi zao. Misri itachuana na Australia ikiwa na matumaini ya kutinga hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Misri ina matumaini makubwa kwamba mchezaji wao nyota Mo Salah atarejea kuwasaidia wenzake. Mohamed Salah alirejea kwenye mazoezi ya timu siku ya Jumanne baada ya kupumzika na kuhudumiwa na madaktari. Salah alipata jeraha katika mechi ya kwanza walipotoka sare ya 1-1 na timu ya Iran. Ni wakati ambapo Cape Verde itaikabili Argentina ya Lionel Messi ambaye yuko kwenye kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya kiatu cha dhahabu cha mfungaji bora, ambapo hadi sasa anachuana vikali na Kylian Mbappe wa Ufaransa, wote wakiwa na mabao 6. Timu nyingine ya Afrika ni Ghana Black Stars ambayo itachuana na Colombia alfajiri. Jurgen Klopp ameliambia shirikisho la soka la Ujerumani DFB kuwa yuko tayari kimsingi kuchukua nafasi ya kocha wa Ujerumani baada ya Julian Nagelsmann kuwasilisha kujiuzulu kwake. DFB ilithibitisha leo. Nagelsmann ambaye alikuwa na mkataba mpaka mwaka 2028 alijiuzulu kazi hiyo hii leo, siku 4 tu baada ya Ujerumani kuondolewa na Paraguay. Katika taarifa yake, DFB ilisema mazungumzo yataanza na Klopp, kocha wa zamani wa Liverpool na Borussia Dortmund. Taarifa nyingine za kombe la dunia ni kwamba baa nchini England na Wales sasa zitaruhusiwa kufungua milango hadi saa 11 alfajiri siku ya Jumatatu ili kuwaruhusu mashabiki wa soka kutazama mtanange wa kombe la dunia kati ya timu yao ya taifa Three Lions na Mexico hadi filimbi ya mwisho. Mchezo huo hatua ya 16 bora utapigwa mjini Mexico City. Utaanza majira saa 7 kamili usiku kwa saa za England. Serikali hapo awali ilisema isingelegeza zaidi sheria za utoaji wa leseni kuliko jinsi zilivyokuwa zikilegezwa kwa ajili ya kombe la dunia. Lakini katika mabadiliko ya ghafla ya msimamo baadaye siku ya Alhamis, waziri mkuu Sir Keir Starmer alisema baa zinaweza kuendelea kuwa wazi hadi filimbi ya mwisho. Mchezo huo wa Jumatatu utalazimika kumalizika hadi majira saa 9 kamili usiku. Sir Keir Starmer alisema uamuzi huo ni habari njema kwa mashabiki pamoja na wamiliki wa baa. Soka linaweza kuwa limerejea nyumbani, lakini tutahakikisha kwamba mashabiki wanalazimika kurejea nyumbani mapema, alisema siku ya Alhamisi alasiri. Wamiliki wa baa pamoja na wafanyabiashara wameunga mkono mabadiliko hayo. Emma McCracken, mkurugenzi mtendaji wa chama cha bia na baa cha Uingereza, alisema, nami namnukuu, sote tunajua pahala pazuri pa kutazama mechi ni kwenye baa ya mtaani kwako, mwisho wa kumnukuu. Kwengineko, Ureno ilitoa heshima